Watu wengi wameuliza, iwapo uko porini au simba kakuvamia ghafla, unatakiwa ufanye nini? Basi leo nimekuletea mambo matano ambapo ukikutana na simba unatakiwa mambo haya uyafanye. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaohofiwa zaidi duniani kutokana na nguvu, kasi na uwezo wake wa kuwinda. Ingawa si kawaida kwa binadamu kukutana uso kwa uso na simba porini, matukio kama hayo yanaweza kutokea hasa kwa watu wanaoishi karibu na hifadhi za wanyamapori au wanaotembelea maeneo ya porini. Ukikutana na simba, jambo muhimu zaidi ni kutulia na kujua hatua sahihi ya kuchukua. Hofu na maamuzi ya haraka yanaweza kuongeza hatari kwako. 1. Usikimbie. Kosa kubwa ambalo watu wengi wanaweza kufanya ni kukimbia mara wanapoona simba. Simba ni mnyama mwenye kasi kubwa sana na anaweza kukimbia kwa zaidi ya kilomita 80 kwa saa kwa umbali mfupi. Ukianza kukimbia, simba anaweza kuona kama wewe ni mawindo yanayojaribu kutoroka na kuanza kukufukuza. Ukianza kumkimbia simba, anaweza kukuona kama wewe ni mawindo yanayojaribu kutoroka na kuanza kukufukuza. Hata kama moyo wako unapiga kwa kasi, usigeuke na kuanza mbio. Kukimbia kunaweza kuchochea silika ya simba kukuwinda zaidi. 2. Jifanye kuwa mkubwa zaidi. Simba mara nyingi hupima hatari kabla ya kushambulia. Ikiwa uko peke yako, simama wima na nyoosha mikono yako juu. Kama una koti, jifunike ili mwili wako uonekane mkubwa zaidi. Ikiwa mpo wengi, simameni pamoja badala ya kutawanyika. Lengo ni kumfanya simba aone kwamba wewe si mawindo rahisi kwake. Wanyama wengi wanaowinda hupendelea mawindo dhaifu au madogo. Hivyo kuonekana kuwa mkubwa unaweza kumfanya afikirie mara mbili kabla ya kukusogelea. 3. Tazama harakati zake bila kumgeuzia mgongo. Usimgeuzie simba mgongo wala kuondoka kwa haraka. Endelea kumwangalia kwa makini huku ukirudi nyuma polepole. Kumgeuzia mgongo kunaweza kumpa nafasi ya kukufuata na kukushambulia bila kutarajia. Usimtazame kwa namna ya kumchokoza. Jambo muhimu ni kuwa makini na harakati zake huku ukiondoka eneo hilo kwa utulivu zaidi. 4. Piga kelele kwa ujasiri. Iwapo simba anaanza kukusogelea kwa karibu, ongea kwa sauti kubwa na thabiti. Unaweza kupiga makofi, kupiga kelele au kutumia kitu chochote kutoa sauti. Mara nyingi simba uchunguza kwanza kabla ya kufanya maamuzi ya kushambulia. Kuonyesha ujasiri kunaweza kumfanya aone kuwa wewe si mawindo rahisi. Hofu kubwa huonekana kwenye mwendo na matendo ya mtu, hivyo jitahidi kuonyesha utulivu na kujiamini. 5. Jilinde iwapo anashambulia. Katika hali mbaya ambayo simba anashambulia, usijisalimishe kirahisi. Tumia chochote kilichopo karibu kujilinda kama fimbo, jiwe, mkoba au kifaa chochote kigumu. Lenga sehemu nyeti kama pua na macho. Wataalamu wa wanyamapori wameeleza kuwa kujitetea kwa nguvu kunaweza kuongeza nafasi ya simba kuacha kushambulia. Anaweza kuogopa maana mara ya kwanza pengine alikuona ni mawindo, lakini baadaye umekuwa tishio. Anaweza kukuacha na kuondoka kabisa. Hitimisho: kukutana na simba ni tukio la kutisha sana, lakini hatua unazochukua katika sekunde za kwanza zinaweza kuwa ni muhimu mkubwa. Kumbuka mambo haya matano: usikimbie, jifanye mkubwa, usimgeuzie mgongo, piga kelele kwa ujasiri, na ujilinde iwapo atashambulia. Maarifa haya yanaweza kusaidia kuongeza nafasi ya usalama wako unapojikuta katika hali ya dharura porini. Je, wewe ungefanya nini kama ungekutana na simba uso kwa uso? Andika maoni yako, usisahau kushare taarifa hii kwa watu muhimu, taarifa hii muhimu kwa wengine ili wapate kujifunza. Ulikuwa nami Daudi Michael Mwaluko nikikuletea makala haya. Usikose katika makala mengine. Kumbuka kusubscribe ili kuwa mwanafamilia yetu kama bado. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Kamwe hautojutia MB zako. Asante na muwe na siku njema.